بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يقول الله تبارك وتعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من عظيم. وإذ نجيناكم من آل فرعون، na kumbukeni zamani tulipowaokoa nyinyi kutokana na watu wa Firaun. Yasumunakum su'al adhab, hali ya kuwa wanawaonjesheni nyinyi adhabu mbaya. Yudhabbihuna abnaakum, wanawachinja watoto wenu wa kiume. Wayastahayuna nisaakum, na wanawabakisha hai watoto wenu wa kike. Wa fi dhalikum, na katika hilo kwenu, balaun, kuna majaribio, min rabbikum adhim, tokayo kwa Bwana wenu yaliyokuwa makubwa majaribio haya. Wa idh najainakum min ali fir'aun, na kumbukeni zamani tulipowaokoa nyinyi kutokana na watu jamaa wa Firaun. Wadhkuru ni'matana alaykum, kumbukeni neema zetu tulizowapeni nyinyi. Hina anqadnakum min batash Firaun atba'ihi, zamani tulipowaokoeni nyinyi kutokana na ile nguvu Firaun na wafuasi wake. Yasumunakum su'al adhab, wanawaonjesheni nyinyi adhabu mbaya, au wanawaonjesheni nyinyi ubaya wa adhabu, yani min idafati sifati ila al-mawsuf, kuegemeza sifa kwa kile chenye kusifiwa. Yudhabbihuna abnaakum, wanawachinja watoto wenu wa kiume. Wayastahayuna nisaakum, na wanawabakisha hai watoto wenu wa kike. Wahum yudhaqunakum ashadda al-adhab, wao wanawaonjesheni nyinyi adhabu mbaya. Fayukthiruna min dhabhi abnaikum, na wanakithirisha, bimaana wanazidisha katika kuwachinja watoto wenu wa kiume. Wa tarki banatikum, na kuacha watoto wenu wa kike. Lilkhadamati walimtihan, kwa ajili ya kuweza kuwatumikia watoto wa kike na kuwanyongesha, kuwadhalilisha. Wa fi dhalikum, na katika hilo kwenu nyinyi, balaun, kuna majaribio, mtihani, min rabbikum, tokao kwa Bwana wenu, adhim, uliokuwa mkubwa kabisa. Ay wa fi dhalikum ikhtibarun lakum min rabbikum, wanana katika hilo na kila kuwachinja watoto wa kiume na kuacha hai watoto wa kike, kuna majaribio kwenu nyinyi, min rabbikum, yatokao kwa Bwana wenu. Wa fi injaikum minhu, na katika kuokolewa kwenu nyinyi, ni'matun adhima, kuna neema iliyokuwa kubwa kabisa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Tastawjib shukra Allah taala, neema ambayo inawajibisheni nyinyi kumshukuru Allah kutokana na hii hali mliokuwa nayo ya kudhalilishwa na Firaun na kuadhibiwa na kuuliwa. Fi kulli usurikum wa ajyalikum, katika kila zama zenu na karne zenu, rika zenu zilizopita. Wa idh faraqna bikum al-bahra, na kumbukeni vile vile zamani tulipoipasua kwa sababu yenu nyinyi bahari. Fa anjaynakum, bas tukawaokoeni nyinyi. Wa aghraqna ala Firaun, na tukawazamisha katika maji jamaa wa Firaun. Wa antum tandurun, na hali ya kwa nyinyi mnaona, tazama. Wa antum tandurun, hali ya kwa nyinyi mnaona. Wa idh faraqna bikum al-bahra, na kumbukeni zamani tulipoipasua, bikum, kwa sababu yenu nyinyi, ay bisababikum, kwa sababu yenu nyinyi, al-bahra, tulipoipasua na kuitenganisha bahari. Wadhkuru ni'matana alaykum, na kumbukeni vile vile neema zetu tulizowapa nyinyi. Hina fasalna bisababikum al-bahra, pale tulipoitenganisha, tulipoigawa kwa sababu yenu ninyi bahari. Allah aligawa bahari mbali mbili. Waja'alna fihi turuqan yabisatan, na tukaweka katika bahari ile njia kavu, lakini bahari ilipigwa fimbo ile ya Musa, iligawa mbali mbili. Alafu ikawa pana njia tena, njia kavu kabisa, wala haina matope, unakanyaga unapita.
fa'abartum, mkaweza kuvuka katika njia hiyo. Ile tulilifanya fa'anjaynakum, na tukawaokoeni nyinyi, wa aghraqna ala fir'aun, na tukawazamisha maji, maana tukawazamisha katika maji, tukawagharikisha yani jamaa wa Firaun, wa antum tanzurun, na hali ya kuwa nyinyi mnaona. Bimaana wa anqadhnakum, tukawaokoeni nyinyi min Firauna wa junudihi, kutokana na Firauna na majeshi yake, wa min alhilaki fil ma, na kutokana na kule kuangamia katika maji pia nyinyi tukawaokoeni kutokana na majeshi haya. Falamma dakhala Firaunu wa junuduhu turuqakum, zamani wakati alipoingia Firauna na majeshi yenu katika ile njia yenu mliyopita. Bwana Musa na wafuasi wake walipita katika ile njia katikati ya bahari, mpaka walipomalizika sasa, walipoingia sasa Firauna na jeshi lake, ahlaknahum fil ma, tuliwaangamiza wao, maana Firauna pamoja na wafuasi wake tuliwaangamiza katika maji, amama ayunikum, tena mbele ya macho yenu mnaona, wa antum tanzurun, na hali ya kuwa nyinyi mnaona. Wa idh wa'adna Musa 40 laila, nakumbukeni vile vile tulipomwahidi Musa siku 40. Thumma ittakhadhtum al-ijla, kisha mkamfanya ndama kuwa Mungu. Min ba'dihi, baada yake Musa kuondoka kwenda katika miqat, antum zalimun, na hali ya kuwa nyinyi ni wenye kudhulumu nafsi zenu. Wa idh wa'adna Musa 40 laila, na kumbukeni vile vile zamani tulipomwahidi Musa zile siku 40 kwenda katika miqati, ambao ukiana na ahadi na Allah tabaraka wa taala. Thumma ittakhadhtum al-ijla, kisha mkamfanya ndama kuwa Mungu, kisha mkamfanya ndama kuwa Mungu. Min ba'dihi, baada yake Musa, baada yake maneno kwa Musa, maana min ba'di Musa, baada ya Musa kwenda katika miqati zile siku 40. Huku nyuma, huko Samiri, huko aliwashawishi watu wa Firauni, aliwashawishi watu wa Musa na kuwarubuni, akawatengenezea ndama wa dhahabu, alafu akamtengenezea na tundu, akamtegesha kwenye upepo, kwenye hewa, ikawa ile hewa inapopita pale inaunguruma namna hiyo. Basi akamwambia, sikia hiyo, huyo ndio Mola wenu. Musa ni msahau watu kweli, namna Haruna alivyojitahidi kwa nasihi, lakini haikuwezekana, ikashindikana. Wa antum zalimun, Allah anasema na hali ya kuwa nyinyi ni wenye kudhulumu, lakini wenye kuzidhulumu nafsi zenu. Wafkuru ni'matana alaykum, nakumbukeni vile vile neema zetu zilizokuwepo juu yenu. Hina wa'adna Musa 40 lailatan, zamani wakati tulipomwahidi Musa siku 40, liinzali Taurati, kwa ajili ya kumtereshia Taurati, jumlatan wahida, kwa mkupuo mmoja. Hidayatan wa nuran lakum, kwa ajili ya uongofu na ni mwangaza vile vile kwa nyinyi. Fa idha bikum, ghafla nyinyi sasa, baada ya Musa alipokwenda miqati, ghafla tantahizuna fursata ghiyabihi hadhihi almudda alqalila, ikawa mnaitumia ile fursa ya kuwa mbali kwake Musa kwa muda huu mchache huu. Watajaluna al-ijla, kwa hiyo mkajalia yule ndama yule alladhi sana'tum, ambayo mlomtengeneza nyinyi wenyewe, biaidikum, kwa mikono yenu, maabudan lakum min dunillah, kawa ndama yule ni mwenye kuabudiwa kwenu nyinyi hasna Allah tabaraka wa taala. Sheikh anasema wa hadha ashja'u al-kufr billah, na huu ni ukafiri mbaya kwa Allah tabaraka wa taala, na kumfanya ndama kuwa ndio Mungu, kwa naabudu ndama. Wa antum zalimun, hali ya kuwa nyinyi ni wenye kudhulumu, biittikhadhikum al-ijla ilahan, kwa kule kufanya kwenu, kwa kule kujalia kwenu ndama kuwa ni Mola, kuwa ni Mungu. Thumma afawna ankum min ba'di dhalik, kisha tukawasamehe nyinyi baada ya yote haya yaliyotokea. La'allakum tashkurun, ili nyinyi mpate kushukuru, au huenda nyinyi mkashukuru. Allah anasema namna alipofanya pale Allah akawasamehe, bi maana walitubu wale, alafu Allah akawafutia madhambi yao. Thumma afawna ankum min ba'di dhalik, kisha tukawasamehe nyinyi baada ya yote. La'allakum tashkurun, huenda nyinyi mkashukuru. Sheikh hapa anasema thumma tajawazna an hadhihi alfi'la almunkara, kisha tukawaondosheeni, tukawasameheni kutokana na hichi kitendo kibaya. Waqabilna taubatakum ba'da audati Musa, tukakubali vile vile toba zenu
baada ya kurejea Musa, rajaa an tashkuru Allah ala ni'amihi, kwa ajili ya kutarajia huenda mkamshukuru Allah juu ya neema zake wa afdali na ubora wake. Wala tatamadau fil kufr wa tughyan, wala msiendelee tena katika ukafiri na ule uovu unaofanya. Wa idh ataina Musa alkitaba wal furqan, nakumbukeni vile vile zamani tulipompa Musa kitabu wa huwa Taurat, ni Taurati, wal furqan, na kile chenye kufarikisha kati ya haki na batil, kile chenye kufarikisha kati ya haki na batil, nani hiyo Taurati. La'allakum tahtadun, huenda nyinyi mkaongoka. Wa idh ataina Musa alkitaba wal furqan, na kumbukeni zamani tulipompa Musa kitabu alichopewa Musa ni Taurati, ndio kitabu alichopewa Musa alayhi salatu wassalam. Wal furqan, na kile chenye kufarikisha haki, maana kile chenye kufarikisha haki, chenye kutenganisha kati ya haki na batil, hiyo Taurati. La'allakum tahtadun, huenda nyinyi mkaongoka. Sheikh hapa anasema wafkuru ni'matana alaykum, na kumbukeni tena vile vile neema zangu, neema zetu zilizopo juu yenu. Hina a'tayna Musa alkitaba, zamani tulipompa Musa kitabu al-fariq, kuna kitabu chenye kufarikisha baina al-haqqi wal-batil, kati ya haki na batil, wa huwa at-Taurat, na kitabu chenyewe ni Taurat. Likai tahtadu min ad-dhalal, ili mpate kuongoka kutokana na upotevu. Wa idh qala Musa liqaumihi, na kumbukeni vile vile zamani aliposema Musa kuambia jamaa zake, kumbukeni katika ya qaumi, enyi jamaa zangu, watu wangu, innakum dhalamtum anfusakum, hakika nyinyi mmezidhulumu nafsi zenu, biittikhadikum al-ijla, kwa kule kufanya kwenu ndama kuwa Mungu, biittikhadikum al-ijla, kwa kule kufanya kwenu ndama kuwa Mungu. Sawa, maf'ulu ya pili ya masdar ya ittikhadi yameondoshwa, ambayo ni ilaha, ay biittikhadikum al-ijla ilaha, kule kufanya kwenu ndama kuwa ni Mungu. Fatubu ila bari'ikum, basi tubuni, rejeeni kwa muumba wenu. Bari bimana khaliq, kwa muumba wenu. Faqtulu anfusakum, basi zueni nafsi zenu, bimana uwaneni wenyewe kwa wenyewe. Kwanza mndio mtoto bayani kwa wao wenyewe kwa wenyewe walifanyana madhambi wenyewe kwa wenyewe, kwa wauani. Hapa pana maelezo mengi wanachuoni. Kuna kauli katika kauli za wanachuoni anasema kwamba Allah tabaraka wa taala alimwambia wauane kwa wanaona haya, wanaogopana. Allah katia hizi wakapigana mashoka sana, pigana mapanga kwa kweli, uwa haki ya baadaye. Ahlul ilm wanasema takriban watu 70,000 walikufa katika toba ile. Baadaye akasema tosha, wala walobakia ndio ikawa salama yao, na alikuwa ndio toba yao ni hivi. Dhalikum khairun lakum, hilo kwenu nini ni bora zaidi. Inda bari'ikum, mbele ya muumba wenu. Fataba alaikum, basi akawapokelea toba zenu, akawapokelea Allah toba zenu. Innahu huwa tawwabur rahim, hakika yeye Allah ni mwingi wa kukubali toba na ni mwenye huruma kwa waja wake. Wa idh qala Musa liqaumihi, na kumbukeni zamani aliposema Musa kuambia jamaa zake, ya qaumi, enyi jamaa zangu, innakum dhalamtum anfusakum, hakika nyinyi mmedhulumu nafsi zenu, bil ma'siyah, kwa kufanya maasi na ukafiri. Biittikhadikum al-ijla, kwa kule kufanya kwenu, kujifanyia kwenu nyinyi ndama kuwa Mungu. Na yule ndama yule alimfanya kuwa ni Mungu, ndama alimtengeneza kwa mikono yao, ndama wa dhahabu, anafaka ilikuwa ni katika ashja al-kufr, baya kabisa. Allah anaambia fatubu ila bari'ikum, basi tubuni, rejeeni kwa muumba wenu, kwa Mola wenu. Faqtulu anfusakum, kutuba yao, basi zueni nafsi zenu, wanake uwaneni wenyewe kwa wenyewe. Dhalikum khairun lakum, hilo kwenu nini ni bora zaidi kwenu. Inda bari'ikum, mbele ya bwana wenu, mbele ya muumba wenu. Fataba alaikum, basi akapokea Allah toba yenu. Innahu huwa tawwabur rahim, hakika yeye Allah ni mwingi wa kukubali toba, ni mwenye huruma katika waja wake. Sheikh anasema wadhkuru ni'matana alaikum hina qala Musa liqaumihi, na zikumbukeni neema zetu zilizopo juu yenu wakati aliposema Musa kuambia jamaa zake.
Aliwaambiaje? innakum dhalamtum anfusakum, hakika nyinyi mmejidhulumu nafsi zenu, mmezitia katika dhulma, biittikhadhikum al-ijla ilahan, kwa kule kufanya kwenu ndama kuwa Mungu. Fatubu ila khaliqikum, basi tubuni, rejeeni kwa muumba wenu. Bi an yaqtula ba'dukum ba'dha, kwa kule kuwana nyinyi kwa nyinyi. Bi an yaqtula ba'dukum ba'dha, kwa kule kuwana nyinyi kwa nyinyi. Wa hadha khairun lakum inda khaliqikum, na hili ni bora zaidi kwenu nyinyi mbele ya muumba wenu, min alkhulud alabadiyya fi an-nar, kuliko kule kukaa milele katika moto. Yani huku kuwa na wenyewe kwa wenyewe ikawa ni toba na Allah baada ya pale wasamehe, hili ni bora kuliko Allah awache hivi hivi alafu akawaingiza katika moto wake mkae milele katika moto. Kitu bora ni bora zaidi. Na kuwa na wenyewe kwa wenyewe ni bora hivi. Tuko sawa? Kwa hiyo famtathaltum dhalika, kwa hiyo mkalitekeleza hilo. Famanna Allahu alaykum biqabuli tawbatikum, bas akaneemesha Allah, akawaneemesha nyinyi kwa kule kukubali toba zenu. Hii ndio maana pale Allah akasema fataba alaykum, bas akapokea Allah toba zenu. Innahu ta'ala huwa tawwab, kaya Allah aliyakuwa ametukuka ni mwingi wa kukubali toba. Liman taba min ibadihi, kwa yule atakayetubu na kurejea katika waja wake. Arrahim bihim, na ni mwenye huruma kwa wao. Wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara, na kumbukeni vile vile zamani mliposema kumwambia Musa, ewe Musa, lan nu'mina laka, hatutokusadikisha wewe, hatutokuamini wewe, hatta nara Allah jahara, mpaka tumuone Allah wazi wazi. Jahara manake alania, wazi wazi, ayana, watu waone. Faakhadhatkum as-sa'iqatu, basi ukakuchukulieni ukelele mmoja, manake ukawachukua nyinyi ukelele mmoja wa adhabu. Wa antum tanzurun, hali ya kuwa nyinyi mnaona. Yani mwaona kusema kwafa sisi kwafa hawa ni Bani Israili hawa. Mkuelezea tu baadhi ya vituko walivyokuwa navyo hawa na zile shida zao. Hizi shida hizi. Wa idh qultum ya Musa, na kumbukeni pia vile vile zamani mliposema, mlipomwambia Musa, ya Musa, ewe Musa, lan nu'mina laka, hatutokuamini wewe, hatta nara Allah jahara, mpaka tumuone Allah wazi wazi. Yani hawa wanashida wamuone Allah wazi wazi, kwa macho kwamba yule pale Allah yule. Baada ya kusema maneno haya, Allah anasema fa akhadhatkum as-sa'iqa, basi ukawachukueni nyinyi ukelele wa adhabu, ukawachukueni nyinyi ukelele wa adhabu. Wa antum tanzurun, na hali ya kuwa nyinyi mnaona. Wadhkuru idh qultum, na kumbukeni zamani mliposema, ya Musa, ewe Musa, lan nusaddiqaka fi anna al-kalama alladhi nasma'uhu wa kalam, hatutokusadikisha kabisa kwamba haya maneno ambayo tunawasikia sisi kwamba maneno ya Allah, tukusadikisha, tutakubali. Hina hatta nara Allah ayana, mpaka tumuone Allah wazi wazi. Fanazalat naru min as-samaa, Sheikh anasema ukashuka ukateremka moto kutoka mbinguni. Raaitumuha bi'ayunikum, tena mliuona moto huo kwa macho yenu. Sawa, faqatalatkum, moto huo ukawaua. Bisababi dhunubikum, kwa sababu madhambi yenu haya ya kudai kama mtakamuone Allah wazi wazi. Tuko sawa? Thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum, kisha tukawafufua nyinyi baada ya kufa kwenu. La'allakum tashkurun, ili nyinyi mpate kushukuru, huenda nyinyi mkashukuru. Ndio tafsiri. Thumma ba'athnakum, kisha tukawafufueni nyinyi, yani baada ya kuuliwa alafu akafa. Thumma ba'athnakum, kisha tukawafufueni nyinyi, min ba'di mautikum, baada ya kufa kwenu. Kufa kule kwa hakika, sio kama walizimia, walikufa haswa. La'allakum tashkurun, huenda nyinyi mkashukuru. Ay wadhkuru. Thumma ahyaynakum, kisha tukawahusheni nyinyi, min ba'di mautikum biswa'iqa, yani baada ya kule kufa kwenu, biswa'iqa, faulu kulili wa adhabu, faule moto wote. Sasa rajaan tashkuru ni'mata Allahi alaykum, kwa ajili ya kutarajia huenda mkashukuru neema ya Allah iliyopo kwa nyinyi kule wafufua tena. Fahadha almautu, Sheikh anasema fahadha almautu uqubatun lahum, mauti haya yalikuwa ni adhabu kwa wao, yani kule Allah kuwaua alikuwa kama kuadhibu.
katika yale maneno yao magumu walikuwa wanazungumza. Thumma ba'athahum Allah, kisha Allah akawafufua wao listifai ajali, kwa ajili ya kukamilisha ule muda wao uliobakia. Listifa ajali, kwa ajili ya kukamilisha. Istifa maana yake istikmal, kamilisha ule muda wao. Wadhallalna alaykum alghamama, na tukawafinika nyinyi na kiwingu au na kivuli cha mawingu, na kivuli cha mawingu. Wa anzalna alaykum almanna wasalwa, na tukawateremsheni nyinyi msosi wa manna na salwa. Hii misosi miwili alikuwa kutoka mbinguni huko washishwa Bani Israili. Kama saa hizi wenyewe wasubiri misosi yao hii bidadhuri donga misosi yao sawa. Alafu tutaona leo msosuri dumu. Tukawaambia kulu min tayyibat, kuleni katika vizuri, katika vitamu, ma razaqnakum, ambao tulivyowapeni nyinyi. Wama dhalamuna, na wala hawakutudhulumu sisi, walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini walikuwa anfusahum yadhlimun, nafsi zao tu ndio wakizidhulumu, nafsi zao wao ndio wakizidhulumu, wala hawakumdhulumu Allah. Wadhallalna alaykum alghamama, tukawafinikeni nyinyi, manake tukawafinika nyinyi na vivuli vya mawingu. Na hii ilikuwa ni kutokana na ule ukali wa joto, ukali wa jua, na walikuwa katika bonde la Tii, wakawa wanahangaika tu. Allah tabaraka wa taala kwa rehema zake na huruma zake akawatia kivuli kidogo, kwa ile mvuki ule wa joto kidogo umepungua jua. Wa anzalna alaykum almanna wasalwa, na tukawateremsheni nini chakula cha manna. Manna ni jina la chakula, wasalwa na chakula cha salwa. Tuko sawa? Tukawaambia kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika vitamu ambavyo tulivyowapeni nyinyi, kuleni hivi chakula vizuri hivi. Wama dhalamuna, na wala hawakutudhulumu sisi, hawakufanya hivyo, walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini walikuwa nafsi zao tu ndio wakizidhulumu. Sheikh anasema wadhkuru ni'matana alaykum, nakumbukeni tena neema zetu zilizopo juu yenu. Hina kuntum tatihuna fil ardh, pale mlipokuwa nyinyi tatihuna, mnatangatanga sawa, mazurura, maangaika, kama ilikuwa ni adhabu kwa wao. Ij'alna as-sahaba mudhallala, ghafla ikaifanya kile kiwingu ni chenye mudhallila, chenye kuwafinika alaykum kwa nyinyi, min harri ash-shams, kutokana na joto lilikuwa kali. Wakati kwa wanazunguka katika ile bonde la Tii, jua lilikuwa ni kali sana, walichukua muda mrefu sana. Allah tabaraka wa taala kwa rehema zake akawashushia. Wa anzalna alaykum almanna, na vile vile tukawateremshia nyinyi manna, chakula, na ni chakula ambacho taamuhu kal asal, yani ile tamu yake ni kama vile asali, kitamu kweli. Tuko sawa? Wa anzalna alaykum salwa, na tukawateremshia nyinyi chakula cha salwa. Huwa tayru, ni ndege sawa, ndege fulani hivyo peponi waliobanika. Ndege za peponi Sheikh, ndege kutoka mbinguni hadi, alafu pia hawavitaki kama hivi bana. Ana vije hivi sasa bwana. Wa qulna lahum, na tukawaambia wao, kulu min tayyibati ma razaqnakum, kuleni katika vitamu ambavyo tulivyowapeni nyinyi. Wala tukhalifu dinakum, na wala msipinge dini yenu. Wala tukhalifu dinakum, wala msipinge dini yenu. Falam tamtathilu, hamkutekeleza vyote. Wama dhalamuna bikufrani ni'am, wala hawakutudhulumu sisi kwa kule kuzikanusha zile neema za Allah. Walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini walikuwa nafsi zao wakidhulumu. Lianna aqibata dhulmi aidatun ilayhim au alayhim, kwa sababu ule mwisho wa dhulma ni wenye kurudi kwao. Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqarya, nakumbukeni zamani tulipoambia ingieni katika mji huu. Fakulu minha, kuleni humo, haithu shi'tum, popote mtakapo, raghadan, kula kwa nafasi. Wadkhulu albaba, ingieni katika lango la mji huu, sujadan, hali ya kuwa ni wenye kunyenyekea. Waqulu, nasemeni, hittatun, Bwana wetu tunakuomba utufutie madhambi yetu. Naghfir lakum khatayakum, tutawasameni nyinyi makosa yenu. Wasanazidul muhsinin, na tutawazidishia wale wenye kufanya mema. Sawa, haya ni Wayahudi pia. Allah tabaraka wa taala hata zile neema zao zote alizoneemeshwa, alafu naona alizikufurisha, na hii inakuwa ni mazingatio kwa sisi.
Wa idh qulna dkhulu hadhihi alqarya, nakumbukeni zamani tulipoambia ingieni katika mji huu. Mji gani huo? Wanaochona nasema ni Baitul Maqdis au Al-Baitul Muqaddas. Tukawaambia fakulu minha, kuleni humo katika mji huo, haithu shi'tum, popote mtakapo. Maana mahali popote mtakapo. Raghadan, kula kwa nafasi, kwa kutanua, ndo raghadan. Wadkhulu albaba, ingieni katika lango, kwa sababu miji ya zamani ilikuwa ina kuta zile zimezungushwa kuta. Ile miji ya zamani yote ilikuwa ina kuta. Kwa hiyo kuna milango maalum ya kuingilia, sio jiingilia tu. Na upande wa mashariki kuna mlango wao, kwa hiyo tukua upande huu tutaingia na mlango. Upande wa magharibi kuna milango, tutaingia na mlango. Upande wa kusini kuna milango, kaskazini hivi. Miji ya zamani, Madina ya zamani kwa hivyo. Palestina huko ilikuwa hivyo. Miji yote hata hati miji yetu pia. Hata miji yetu zamani pia ukienda sasa Pangani kwa hivyo ndogo sasa Moa. Miji ya zamani tutafuta. Tuko sawa jamani hapo. Wadkhulu albaba, ingieni katika lango la mji huo, sujjadan, hali ya kuwa ni wenye kusujudu. Waqulu, nasemeni, hittatun, Bwana wetu tusamee madhambi yetu. Bwana wetu tunakuomba utusamee madhambi yetu. Naghfir lakum khatayakum, tutawasameni nyinyi makosa yenu. Wasanazidu almuhsinin, na tutawazidishia wale wenye kufanya mema. Wadhkuru ni'matana alaykum, nakumbukeni neema zetu zilizopo juu yenu. Hina qulna, pale tuliposema, udkhulu madinata Baitul Maqdis, ingieni katika mji wa Baitul Maqdis. Baitul Maqdis sawa ikiwa ni mudhafu ile utasema al-Maqdis. Al-Baitul Muqaddas ikiwa ni sifa utasema al-Baitul Muqaddas. Fakulu min tayyibatiha, kuleni katika vile vitamu vyake vizuri. Fi ayi makani minha, katika mahali popote katika mji huo. Aklan hania, tena kula kwa nafasi. Wakunu fi dukhulikum, na kuweni katika kuingia kwenu, khadi'ina lillahi, ni wenye kunyenyekea, kumnyenyekea Allah. Dhalilina lahu, ni wenye kumdhalilikia yeye. Waqulu, na nenani, rabbana, Bwana, wa'anna dhunubana, tuondoshe sisi, tunakuomba tuondoshe na utufutie sisi madhambi yetu. Nastajib lakum, basi tutawajibuni. Wanasturuha, na tutayastiri na kuyaficha, alaikum, kwenu nyinyi hayo madhambi. Wasanazidu almuhsinina bi'amalihim khairan wa thawaban, na tutawazidishia wale wenye kufanya mema kwa yale matendo yao waliyofanya kheri na malipo. Allah anasema fabaddala alladhina zalamu, basi wakabadilisha wale ambao waliodhulumu, qawlan, wakabadilisha maneno, ghaira alladhi qila lahum, yasiyokuwa yale ambao waliambiwa wayaseme. Waliambiwa qulu hittatun, waliambiwa semeni, Bwana wetu tunakuomba utusamee madhambi yetu, ndivyo walivyoambiwa hivyo. Alafu wao wakabadilisha maneno yao. Hawa ndio Wayahudi, mvisoi ni ajabu, hawezekani. Faanzalna ala alladhina dhalamu rijsan min as-samaa, basi tukawateremshia wale ambao waliodhulumu adhabu kutoka mbinguni. Bima kanu yafsukun, kwa sababu ya vile walivyokuwa wakifanya maasi, wakiasi, kufanya maovu kama Yahudi. Fabaddala alladhina dhalamu, basi wakabadilisha wale ambao waliodhulumu, qawlan ghaira alladhi qila lahum, maneno yasiokuwa yale ambao waliambiwa wao, hayabadilisha. Faanzalna ala alladhina dhalamu rijsan min as-samaa, basi tukawateremshia wale ambao waliodhulumu adhabu kutoka mbinguni. Bima kanu yafsukun, kwa sababu vile walivyokuwa wao wakiasi. Sheikh anasema fabaddala aljairuna adh-dhallun, wakabadilisha wale wajeuri wa tabia, adh-dhallun, wapotevu waliopotea, min bani Israila qawla Allah, katika wale wana wa Israili wakabadilisha maneno ya Allah. Waharrafu alqawla walfi'la jamia, wakageuza maneno na vitendo vyote. Waliambiwa kwamba waseme maneno haya na waingie katika hali hii. Idakhalu, wakati walipoingia, yazhafuna ala astahihim, wanasota sota. Waliambiwa waingie kunyenyekea, wao wanaingia kwa kusota na sota. Walipokuwa wafishi waqalu, tena wakasema habbatun fi shi'ra, tumba iko katika ngano. Walisema hitta, wao wakasema habba. Wastahza'u bi dinillah, wakaicheza shere dini ya Allah. Faanzala Allahu alayhim adhaban min as-sama, Allah ndio akawateremsha wao adhabu kutoka mbinguni, bisababi tamarrudihim wa khurujihim an ta'ati Allah,
kwa sababu ya kule kuasi kwao. Atabarruj ni kuasi kule kutoka kwao kutoka katika toa ya Allah. Wa idh istasqa Musa liqaumihi, na kumbukeni zamani alipoomba maji Musa kwa ajili ya watu wake. Fakulna, tukasema drib bi'asaka alhajar, piga kwa fimbo yako lipige lile jiwe. Fanfajarat minhu 12 aina, yakabubujika kutoka katika jiwe lile chemchemu 12 zikabubujika au zikatiririka. Ndio fanfajarat minhu 12 aina, zikatiririka zikabubujika kutoka katika jiwe lile chemchemu 12. Qad alima kullu unasin mashrabahum, hakika walijua kila watu mahali pao pa maji, kila mmoja alijua sehemu yake ya maji ni hili. Na watu hawa 12, chemchem zilikuwa 12 sababu makabila yao yalikuwa 12. Tukamwambia kulu washrabu min rizqillah, kuleni na kunyweni kutoka na riziki ya Allah. Wala ta'athau fil ardh, na wala msiasi katika ardhi mufsidin, hali ya kuwa ni wenye kufanya uhalifu. Wa idh istasqa Musa liqaumihi, na kumbukeni zamani wakati alipoomba maji Musa liqaumihi, kwa ajili ya jamaa zake. Kumbukeni wakati Musa alikwenda kuomba maji kwa ajili ya jamaa, na hii ilikuwa kutokana na ule ukame wa maji. Musa kanyosha mikono kwa bwana wake ala kuombea. Fakulna drib bi'asaka alhajar, basi tukasema piga kwa fimbo yako, piga katika lile jiwe. Fanfajarat minhu 12 aina, zikatiririka kutoka katika jiwe lile chemchemu zile chembe 12 zile za maji. Qad alima kullu unasin mashrabahum, bas hakika walijua kila watu mahali pao pa maji. Mashrab ni mahali pa maji, makanu lima almashrab, sehemu ya maji. Hata sehemu ambayo wote tailimu pia ni mashrab. Kuna mahali hiyo ni elimu waichota, ni mashrab pia, waichota wainywa. Kulu washrabu min rizqillahi, kuleni na kunyweni kutokana na riziki ya Allah. Wala ta'athau fil ardh, wala msiasi katika ardhi mufsidin, hali ya kuwa ni wenye kufanya uharibifu. Sheikh anasema wadhkuru ni'matana alaykum, na kumbukeni neema zetu zilizopo juu yenu. Wa antum utasha fi ddin, na hali ya kuwa nyinyi mlikuwa mna kiu katika ile bonde la Tihi kule. Hina daana Musa, wa zamani alivyotuombea Musa sisi bidharaa, sasawe tupate lile kinywaji annasqi ya qauma, ili ipate kuwalisheleza jamaa zetu. Fakulna, tukasema idrib bi'asaka alhajar, tukamwambia Musa piga kwa hii fimbo yako ulikuwa nayo, sababu Musa anakuwa kwa na bakora yake anapiga nayo ile bakora ya kuchingia, ahushu biha alghanam, piga katika jiwe. Fadharaba, akapiga Musa ile bakora katika jiwe. Fanfajarat minhu 12 aina, zikatiririka kutoka katika jiwe lile chemchemu 12. Biadad alqabail, Sheikh anasema ni kwa idadi yale makabila. Zile chemchemu 12 biadad alqabail, ni kwa idadi, kwa namba yani makabila idadi yao ilikuwa ni 12. Tutamna ma i'lani kulli qabilatin sawa bil aini khassa, pamoja na kufahamisha kila kabila sehemu yake ya chemchemu maalumu. Hatta la yatanaza, mpaka wasigombane. Ndio maana Allah aliposema pale qad alima kullu unasi mashraba, hakika wamejua kila watu, maana kila kabila nasafa na kabila, kila kabila limejua mahali pao pa maji, sababu kabila lilikuwa na kabila 12, chemchemu zikatoka 12. Na Allah amefanya hivi ili wasigombane, kwa sababu iko chemchemu mmoja makabila yote wale watatiana ngumi mapema, tiana ngumi kwa kila mmoja kwa kabila hili chemchemu wako ana hivi. Hiyo ndio insafu ya Allah tabaraka wa taala. Kulu washrabu, kuleni na kunyweni min rizqillahi, kutokana na riziki ya Allah tabaraka wa taala. Wala ta'asau wala tas'au fil ardi mufsidin, na wala msieneze katika ardhi hali ya kuwa ni wenye kufanya ufisadi. Wa idh qultum, na kumbukeni zamani mliposema ya Musa, ewe Musa, lan nasbira ala ta'amin wahid, hatutasubiri sisi juu ya chakula cha aina moja. Maana kile maana na salwa ishawalevya sasa, imewalevya kweli kweli, sasa hawana hamu na utenda, waanza kuzungumza maneno yasiyo ya maana.
lan nasbir ala ta'amin wahid, hatutosubiri juu ya chakula cha aina moja. Fad'u lana rabbaka, basi tunakuomba utuombee sisi kwa Bwana wetu. Yukhriju lana, atutolee sisi, mimma tunbitu al-ardh, katika vile vinavyooteshwa na ardhi. Min bakliha, kutokana na mboga mboga zake kama vile kisamvu, tembere na balaa ile bwana. Wa qithaiha, na matango yake, tutumie vijitango kidogo. Wafumiha, na ngano zake. Wa adasiha, na dengu, tupate dengu tupike mchuzi. Wa basaliha, na vitunguu, tupate vitunguu vya kuregea mchuzi. Qala Musa akamwambia, tastabdiluna alladhi huwa adna, hivi mnabadilisha kile ambacho ni duni, kile ambacho ni duni, billadhi huwa khair, badala ya kile ambacho ni bora zaidi. Ihbitu Misra, shukeni katika mji huko, nendeni katika miji. Fa inna lakum ma sa'altum, bas hakika mna nyinyi yale ambayo mliyoomba, mtakwenda huko katika miji, kwa mashambani, mtakwenda kulima. Wa dhuribat alaihim dhillatu wal maskanatu, na ukawekwa kwa wao udhalili. Sasa ikawa shika majembe ndalima, asubuhi wameroka shika majembe yao ndalima. Wal maskanatu, na umaskini. Kwa sababu gani? Kwa sababu ukilima kuna mawili, unaweza ukapata ukipata sasa kwa tabu, au msema jamani, tunataka kulalamika bado makopo na mvua zikunyesha, si atakayenyewe mambo haya, si atakayenyewe. Wabau bighadabin min Allah, na wakastahiki ghadhabu itokao kwa Allah kutokana na neema aliyopewa. Dhalika, hayo, biannahum, kwa sababu wao, kanu yakfuruna biayati Allah, walikuwa wakizikanusha aya za Allah. Wayaktuluna an-nabiyina bighairi al-haq, na wakiwaua manabii pasina haki yoyote. Dhalika, hayo yote hayo, bima asaw, ni kwa sababu vile walivyoasi. Wa kanu ya'tadun, na hawakuwachukua ni wenye kupetuka mipaka. Wa idh qultum, nakumbukeni zamani mliposema, ya Musa, ewe Musa, lan nasbir ala ta'amin wahid, hatutovumilia, hatutosubiria juu ya chakula cha aina moja tu, kila siku manna salwa, manna salwa. Zimetutosha, tuna haja nazo tena. Fad'u lana rabbaka, bas tuombee sisi kwa Bwana wako. Yukhriju lana, atutolee sisi, mimma tunbitu al-ardh, katika vile vinavyooteshwa na ardhi. Maana kwamba wao sasa watakalime wenyewe, wachangamshe mwili, wapige jembe, sawa. Min bakliha, kutokana na mboga mboga zake. Wa qithaiha, na kutokana na matango yale. Wafumiha, na ngano, patengana kidogo. Wa adasiha, na dengu, ni walima tu kupata madengu. Wa basaliha, na vitunguu, basal na vitunguu maji. Qala, akasema Musa, atastabdiluna alladhi huwa adna, hivi mnabadilisha kile ambacho ni duni. Mtaka vitu vya duni kabisa, vitu kutoka ardhini, vitu kutoka mbinguni, billadhi huwa khair, kwa kile ambacho ni bora zaidi. Kilichokuwa bora ni msosi kutoka mbinguni kuliko msosi wa ardhini. Ihbitu Misra, bashukeni katika mji, min al-ansari, katika miji hii ilikuwepo, maana keleleni mashambani. Maana fa inna lakum ma sa'altum, bas hakika mna nyinyi vile ambavyo mlivyoviomba navyo mtapata. Allah anasema, wa dhuribat alaihim dhillatu wal maskana, ukawekwa juu yao, maana ukapingwa kwa wao udhalili, ukawekwa wal maskana, na ule umaskini. Udhalili, mkulima walima sokota tabu bwana, lima kweli kweli kwa majembe. Na umaskini kwa sababu unaweza ukapata katika kulima, au mambo akawa tofauti unapotarajia, au sipo bwana, ikawa kasa kulalamika tu, na umaskini tena tayari. Kwa una hela zako nyingi umesitumia katika kulimia, katika mazao kulima, alafu kupata hasara afuote. Wabau bighadabin min Allah, manake wakastahiki ghadhabu itokao kwa Bwana, itokao kwa Allah. Dhalika, hayo, biannahum, kwa sababu wao, kanu yakfuruna biayati Allah, walikuwa wakikanusha, wanasikanusha aya za Allah, ayati shar'iyya. Wayaktuluna an-nabiyina bighairi al-haq, na vile vile walikuwa wakiwaua manabii basi na haki yoyote. Dhalika, hayo yote hayo, bima asaw, ni kwa sababu vile walivyoasi, ambao ni sababia. Wa kanu ya'tadun, na walikuwa wao wanapetuka mipaka. Sheikh anasema, wadhkuru, kumbukeni, hina anzalna alaykum at-ta'ama al-hal, pale tulikuwa teremsheni nini chakula kitamu. Wat-tayr ash-shahid, na ndege ule waliokaangwa waliobanikwa. Fabadartum an-ni'ma, alafu mtatakabari katika zile neema, kaadatukum, kama vile ada zenu. Waasabakum ad-dhiq wal malal, mkapatwa nyinyi na udhiki na ule kule kuchoka. Fakultum, mkasema sasa,
ya Musa la nasbir ala ta'ami thabit, ewe Musa, hatuwezi kusubiri juu ya chakula kilichothibiti katika hali moja tu, la yataghayyaru ma'a al-ayyam, kwamba chakula hicho kibadiliki pamoja na zama, yani hakeni na zama, sababu lazima chakula venye na zama. Tuko sawa? Hivi sasa kuna birhani sasa, leka kwenye nyumba ile kuna kuwepo asma shawari, sasa birhani ipo, alafu ile birhani nayo kuna mapishi sasa yameingia, mara wali ndio hivi. Kwa hivyo kama na kwanza tunapiga na kuna vile ima ndona ima baada aso bwana, lakini sasa hivyo vimekuwa pembeni. Sasa kila zama za kuja kuna chakula vyake, lakini vyakula ni hivyo hivyo basi, manna salwa, manna salwa, tumechoka navyo sisi. Fad'u lana rabbaka, bas tuomba utuombee sisi kwa Bwana wetu, yukhriju lana min dhabati al-ardi ta'aman, atutolee sisi katika mimea ya ardhi chakula, min al-buqul والخضر, kutokana zile mboga mboga, walkifaa, matango yale, walhububu allati tu'kal, na zile nafaka nyingine ambazo zitakuwa zinazoliwa, waladas, sawa, dengu, walbasal na nini, vitunguu. Qala Musa mustankiran alayhim, akasema Musa hali ya kuwa ni wenye kuwachukia kwa maneno yale, asema atatulubuna hadhihi al-at'ima, hivi nyinyi mnataka vyakula hivi vilivyovitaja, allati hi aqallu qadaran, ndio kuna ambavyo yani aqallu qadaran, yani kwamba ni vichache sana ile heshima yake. Wataturukuna hadha rizqa an-nafi', alafu mnaiwacha riziki hii yenye manufaa, alladhi ikhtarahu Allah lakum, manake chakula ambacho au riziki ambayo Allah amewachagulieni kwa ajili yenu. Afa kwamba ihbitu min hadhihi al-badi, ashukeni katika ile bonde, ila ayi madina, mji wote unaotaka nyinyi nendeni, tajidu ma ashtahaytum kathiran, kama mtakuta katika vile mlivyovitamani vingi, fil huquli, maana katika mashamba huko, wal aswaq, na sokoni nendeni. Walamma habatu, zaman waliposhuka katika mapori huko, tabayyana lahum, likawadhihirikia wao, annahum yuqaddimuna ikhtiyarahum fi kulli mawtin ala ikhtiyari Allah, kwamba wao kumbe walikuwa wakitanguliza zaidi utashi wao kuliko kile ambacho Allah tabaraka taala aliwatakia wao. Wayuthiruna shahawatihim, na walikuwa wakikithirisha sana na kufadhilisha sana matamanio yao, ala makhtarahu Allah lahum, kuliko yale ambayo Allah amewachagulia wao. Lidhalik, kwa ajili hiyo basi, lazimatuhum sifatu dhilli wal faqri an-nufus, ndio ikawalazimikia wao sasa ile sifa ya udhalili na ule ufakiri wa nafsi, kwa sasa ni mafakiri. Wansarafu, wakaondoka, warajau, wakarudi kutoka hapo mashambani mwao huko, bighadhabin min Allah, kwa chuki kutoka kwa Allah tabaraka, liiradihim an dini Allah, kwa kule kupinga kwao na kupanyongo kutokana na dini ya Allah. Waliannahum kanu yakfuruna biayati Allah, na kwa sababu wao walikuwa wakizikanusha aya za Allah, wayaktuluna an-nabiyina, na vile vile wakiwaua manabii kama kuna Zakaria huko, dhulman wa udwana, tena kwa dhulma na uadui. Wadhalika, na hilo yote hayo, bisababi isyani, ni kwa sababu kule kuasi kwao, watajawuzihim hududha rabbihim, na kule kuipetuka na mipaka. Habari yao tukaita hapa, na habari za Mayahudi zaendelea, si hizi, kuna nyingine zaidi ya hizi zaje.